Msikilizaji, naendelea kukukumbusha kwamba kama tulivyokubaliana katika kutimiza ahadi ni kwamba stories zitakuwa zinatoka kila saa 5 na saa 9. Ukiona huo muda hamna story, basi jua hapo ni mpaka kesho. Ninafurahi sana tumekutana hapa kuendelea kufahamu mengi zaidi, na ni baada ya Freddy kumwambia Andrew ya kwamba nina uthibitisho wa kutosha kuhusiana na mtu anayetoka na mke wangu. Japo jamani kama alicheka fulani, sasa tukabaki tunaulizana ili cheko la Freddy ili. Anyway, labda hatujui, lakini mpaka muda huu tumeshaona Andrew ndio hivyo, japo naye hayupo kwenye mahusiano, so leo yupo na huyu, kesho yupo na huyu, kwa sababu alishaona kama kwa kwenye mahusiano serious ni kupoteza muda tu. Bora kutane na yeyote wamalizane fresh. Na hata Rose, kama unakumbuka msikilizaji, Andrew yupo na Rose ni kwa sababu hakuna ile cha baby I miss ni wamekubaliana kwa ajili ya mipinduko tu basi. Yaani hakuna atakayevuka mipaka, na atakayevuka mipaka basi hicho kitu kinaweza kikastop kabisa. Kwa wamekubaliana wote, hakuna atakayevuka mipaka, bali waendelee kubaki hivyo kwa namna ya kupindwana. Sasa hatujui mbeleni mambo atakayokuwa, lakini si kwa Freddy tu, no, si kwa Andrew tu, bali pia hata kwa Eden. Eden na ni binti mdogo of course, na ni binti ambaye anaona ngoja utumie ujana wake sana kwenye hiyo age, kwa sababu anajua akienda kuolewa atatulia. Sasa je, huku ni kuharibu ama kujenga? Langu jina ni Lucas Lumba, simtarashaje dada yetu Chuchu. Kwa hiyo bwana, Andrew anatuambia kwamba Freddy alicheka na kisha akaniambia kwamba uthibitisho nao wa kutosha sana Andrew. Kwa sisi tunaendelea kula huku tukipiga story nyingine, japokuwa mimi ndo nilikuwa ni mwongeaji sana kwa sababu Freddy alikuwa na mawazo mengi na niliamua kuheshimu maamuzi yake. Baada ya pale tulirudi ofisini na siku ikaenda kama kawaida. Ijumaa asubuhi niliitwa ofisini kwa boss. Yaani ile tu naingia naambiwa boss ananisubiri. Nilimkabidhi Freddy begi langu na kupitiliza hadi ofisini kwa bosi. Bosi akasema ya kwamba Andrew, tuko jengo moja lakini sijakuona kabisa bwana. Bosi alisema kwa furaha huku sasa akinikumbatia. Nilimsalimia kwa heshima zote. Akaniambia kwamba karibu ukae na unaweza kuniita Uncle Brian tukiwa wawili hivi. Okay Uncle, asante. Ni mambo unanihitaji? Ya, ili nisikupotezee muda wako, acha niende moja kwa moja. Jumatatu tuna kikao na kampuni moja ya mafuta. Sasa nitamwambia Frida akupe lile faili lao. Wanahitaji msaada wetu kwenye mambo ya IT zaidi. Kwa ufupi ninaona wewe ndio uko vizuri zaidi kwenye kitengo kizima cha IT. Kwa hiyo nataka uandae presentation na utuwakilishe hiyo siku. Utaenda na watu wawili wa kitengo cha sheria kwa ajili ya mambo ya mikataba. Mimi nitakuwa safarini, kwa hiyo naamini hilo litakuwa katika mikono salama. Ndio Uncle, sitakuangusha. Nilijibu haraka japo moyo wangu ulikuwa unaenda mbio kabisa. Basi akauliza kwamba vizuri, vipi kuhusu ile project? Natumaini mnaimaliza leo. Tumeshamaliza. Leo ni kuhakikisha tu ufanyaji kazi wa system kisha kila kitu kitakuwa sawa. Nilimwambia. Uncle Brian aliachia tabasamu kubwa akasema ya kwamba vizuri sana. Hii ikienda vizuri basi nitahakikisha unafurahia sana. Naona kabisa Chris amekunoa vizuri sana. Asante Uncle. Okay. Nenda kaendelea na siku yako. Nitamwambia Frida kutumia hilo faili. Alisema hivyo. Basi mimi nilimuaga na kuelekea ofisini kwangu. Ile weekend yote nilikuwa busy sana. Rose alilalamika mno kwa sababu hatukuonana wiki nzima na weekend pia sikuwa na nafasi hata kidogo. Lakini nilimpanga na kumwahidi wiki ijayo itakuwa bora zaidi. So nilipotoka kanisani Jumapili ilibidi sasa nimuombe mama nije nyumbani moja kwa moja, ambapo nilienda kulala hadi jioni. Nilipoamka ndo nikajiweka busy kumalizia kuandaa presentation. So Jumatatu asubuhi nilikuwa na nafuu kidogo, uchovu mwingi ulikuwa umepungua. Na kama hiki kikao kikienda vizuri, sidhani kama hii wiki itakuwa na mambo mengi. Hii Jumatatu nilivaa moja kati ya suti mbili nilizonazo kabatini. Na hata mimi mwenyewe nilijiangalia kwenye kioo, I say. Nilikuwa nimetokelezea kudadeki. Niliona kabisa niko vizuri kabisa. Kwa hiyo nilichana nywele zangu vizuri na kupanga kupitia kwa kinyozi nikitoka kazini baadaye. So nilipoingia ofisini, watu walinitazama mara mbili. Hawajawahi kuniona kwenye suti. Nilijitahidi kutabasamu na kupotezea,
Leo nimevaa suti nyeusi ambayo nilinunua kwa ajili ya kusimamia harusi ya ndugu wa rafiki yangu Laurent. Na suti ya pili ni ile niliyovaa kwenye harusi ya anko majuzi tu hapo, nadhani utakumbuka Kwa hiyo nilipoingia ofisini Fred hakuwepo. Nilijaribu kumpigia lakini hakuwa hewani. Nilianza kuwaza kidogo lakini sikuwa na muda wa kutosha kufanya maamuzi kwa sababu tulitakiwa kuondoka. Nilikusanya vitu vyangu na kutoka. Nilikutana na watu wawili wa kitengo cha sheria, mama mmoja hivi na kijana wa kiume. Huyu kijana anaonekana yupo tu kwenye mafunzo hapa. Baada ya kusalimiana tulikubaliana kwenda na gari la huyo mama. Halikuwa zuri lakini wote tunajua anategemea kuja kulipwa gharama za mafuta, kwa sababu ofisi huwa ina tabia ya kulipa pesa zaidi hata iliyotumika. Kwa hiyo mimi na huyo kijana mwenzangu tulikaa siti za nyuma za ile RAV4 na yule mama kaanza safari huku akitupigia na kuimba nyimbo za dini mwanzo mwisho. Baada ya kufika kwenye hoteli tunayotegemea kufanya kikao, tulishuka na nikaanza kujitengeneza sasa vizuri. Yaani hapo moyo ulikuwa unakimbia msikilizaji. Yaani unajua mimi sijawahi kufanya hizi kazi. Yaani hizi vitu mimi sijawahi kufanya hizi. Masuala siji ya presentation sijiku. Maisha yangu yote mimi ni mtu wa nyuma pazia tu. Siku zote kukaa nyuma ya kompyuta na kufanya mambo yatokee ndio ilikuwa ni mambo yangu. Lakini hili ni jipya kabisa. Kwa hiyo nilishusha pumzi na kushika diary yangu pamoja na fashi ambayo niliweka ile presentation, kisha tukaelekea ndani. Moja kwa moja hadi kwenye chumba cha kikao ambapo tulipokelewa na vikombe vya chai. Kwa kweli kwa baridi hii nilifurahia sana. Kwa bahati nzuri tuliwahi kabla ya wenzetu, hivyo nilipata nafasi ya kunywa chai yangu kwa raha. Kisha tukaanza kusubiri. Dakika 5 kabla ya muda wa kikao kuanza, wateja wetu waliingia. Walikuwa wanaingia wakiongozana, jopo la wanaume 3 na wanawake 2. Wanaume walikuwa ni watu wazima kama babangu vile, na wale wanawake walikuwa ni wadogo kidogo. Na huyo wa mwisho sura yake nimewahi kuiona mahali. Moyo wangu ulishtuka ghafla na ile amani kidogo niliyokuwa nayo ilipotea. Nilijitahidi kuzuia hisia zangu lakini hali haikuwa nzuri kabisa. Zara naye alionekana kuhangaika kuzuia machozi yake, huku macho yake yakiongea maneno ambayo mdomo wake hauwezi kutamka kwa sasa. Kikao kilianza na kweli hata sijui niliwezaje kufanya ile presentation. Labda ni kwa sababu nilifanya mazoezi sana hadi nikawa nimekariri maneno, kwa sababu kichwa changu kilikuwa kimevurugika kabisa. Yaani sikujua hata nini kinaendelea. Sikufahamu kabisa. Basi yule mama wa sheria tulipotoka sasa akaniambia kwamba umefanya vizuri sana. Nina uhakika kesho watapiga kufunga hili dili. Hongera sana. Basi mimi nilitikia tu, lakini mimi sioni hilo kwa sababu akili yangu haikuwa pale kabisa. Mimi ninachoshukuru hawakuuliza maswali mengi na waliuliza vitu vya kawaida tu ambavyo hata vihitaji maelezo mengi, kwa sababu kama isingekuwa hivyo kwa kweli sielewi. Basi nilisikia sauti yake ikiniita kwamba Andrew, lakini mimi sikugeuka. Nilikata kona kutafuta mahali pa kupotelea kwa sababu wenzangu niliokuja nao walikuwa wakisalimiana na wageni, hivyo mimi siwezi kuondoka. Sauti yake nzuri ikaniita tena ikisema kwamba Andrew, naomba nisubiri kidogo. Lakini mimi sikusimama kabisa. Hadi nilipofika mahali na kusikia kama mapafu yangu hayataki kufanya kazi tena. Basi kwa upole akaita Andrew. Aliita huku sasa akisimama mbele yangu. Nikamwambia kwamba Zara, unasemaje? Nilimuuliza kwa sasa nikijitahidi kuonesha kuwa sijali, japo moyo wangu ulikuwa ukiwaka moto. Alishusha pumzi kidogo akasema kwamba ni kitambo sana Andrew. Nilikutafuta lakini hakukuwa na jinsi ya kukupata. Ulinitafuta ukitaka nini? Niliuliza kwa hasira msikilizaji. Na mimi nataka tu nikuombe msamaha vizuri. Najua nilikukosea sana Andrew. Najua maneno yangu yanaweza yasitoshe, lakini alisogea na kugusa mkono wangu. Lakini tafuta basi namna ya kunisamehe. Mimi nilikosea sana. Wewe ni mwanaume mzuri, wala hata ustahili yote niliyokufanyia. Aliniambia maneno yake yalizidi kuniumiza kuliko hata nilivyotegemea. Nilishika mkono wake ni utoe, lakini nikaona kama kitu kiking'aa mkononi mwake. Kwa kweli nilipigwa na butwaa. What? Umeolewa? Nilimuuliza kwa ukali kuliko hata nilivyotegemea. Ndoa yangu ina mwaka sasa. Kwa hiyo
Nilikuwa rahisi hivyo kusaulika, si ndio? Baada ya yote niliyofanya kwa ajili yako Zara. Mimi mpaka leo hata siwezi kuwa na mtu mwingine, lakini mwenzangu huko kwenye ndoa sasa tena mwaka mmoja. Nilikuwa nikifoka hata bila kujali nani atasikia au ataona. Andrew, ndio maana mimi nilikuwa nakutafuta. Mimi nitamani sana kukupa hizi taarifa mwenyewe. Hebu niambie kitu kimoja. Mume wako ndo yule niliyekufuma naye, si ndio? Zara alitulia kidogo huku akiangalia chini. Mpaka hapo nilishapata jibu langu, lakini nilitaka akiri mwenyewe kwa mdomo wake. Nijibu bwana, nilimfokea hadi akashtuka. Na alinijibu ya kwamba ndio ni yeye. Alijibu kwa sauti ya chini sana. Sikuweza kuzuia chozi kudondoka. Imagine unakuwa na mtu, unamhudumia, anakusaliti, alafu uliyemfuma naye ndio anamuoa. Ni kama vile kunirudisha tena ule usiku. Nilijiona kama vile mtu asiyefaa kabisa. Nikasema wow, hongera. Angalau wewe umepata kukupenda. Hongera sana. Mimi nakutakia tu mema maishani Zara. Naomba uendelee kuishi bila kunitafuta. Kwaheri. Nilimwambia na kutoka pale tayari kwa kuondoka. Kwa sasa Zara akiendelea kuniita, lakini sikugeuka. Nilikuta yule mama bado anaendelea kuongea. Wakati wote mimi sikujali. Nilimwomba nifungulie gari, kisha nikachukua begi langu na kutoka pale hotelini. Niliita Uber na kumpa anwani ya nyumbani. Hata sikuwa na nguvu ya kufuata gari langu ofisini. Nilituma ujumbe na kuomba ruhusa kuwa siko vizuri, kisha nikapanda lifti ya kuelekea ghorofa yangu. Nilipofika ndani, nilipitiliza hadi chumbani na kuvua nguo, kisha nikaoga. Maneno ya Zara yaliendelea kujirudia akilini mwangu kama wimbo usio na mwisho. Na msikilizaji, upande wa Eden yeye anatuambia kwamba ni wiki sasa tangu lile sakata la Frankie. Kusema kweli msikilizaji, ile siku nilivorudi chuo nilikuwa na wasiwasi mkubwa bado. Tena ile asubuhi ambapo pombe yote ilikuwa imeisha ndo nilizidi kuogopa zaidi. Andrew alivonishusha hostel ile siku, mimi sikutoka kabisa, hata kula sikwenda. Bahati nzuri Jenny aliporudi jioni kutoka kwao aliniletea chakula. Hiyo ndio ikawa pona yangu. Sikumwambia chochote kuhusu yaliyojiri. Jumatatu nivaa nguo za kufunika kuliko kawaida. Kwa bahati nzuri kulikuwa na baridi, hivyo nilijisiriba nguo na mimi sikutamani hata watu wanione. Kama isingekuwa mitihani, nisingeonekana chuo siku ile. Kwa bahati nzuri sikuonana na Frankie hadi mchana muda wa kula. Nilikuwa nikitoka darasani. Alinifuata na kunibananisha ukutani. Basi kwa hasira akaniuliza kwamba umefanya nini simu yangu na PC. Sasa mimi huku nikiangalia chini nikasema kwamba mimi sijui unaongelea nini. Akasema ya kwamba afu Edem, hivi unajikuta sana, si ndio? Sasa nitakukomesha na kwambia. Yaani wewe ni wakunifanyia mimi nianze kuazima notes na kushinda nikitafuta fundi wa simu, lakini mpaka sasa hivi havijawaka. I say, wewe umbwa, sema haraka. Yaani sema haraka ulichokifanya umbwa. Frankie aliongea kwa sauti kubwa hadi watu wote wakageuka kutuangalia. Sijui hata nilitoa wapi ule ujasiri msikilizaji, lakini nilimtazama machoni na kuongea kwa dharau sana. Hivi umeshajaribu lakini kiko wapi? Si ndio? Mwanaume mzima unapewa chakula, badala ya kukila mwenyewe unaanza kugawa. Au kwa sababu wewe ni sekunde mbili Charlie? Ndio maana unatafuta watu wa kusaidia kumalizia, si ndio? Una tabia za kike sana wewe. Yaani mimi sikutegemea kabisa. Na huo ni mwanzo tu. Kama ulikuwa unatikisa kiberiti, basi kimejaa. Try me uone hizo sekunde mbili kama utabaki nazo. Mbwa koko wewe. Niliachia msonyo kisha nikamsukuma na kupita katikati ya watu waliokuwa wamesimama wakitushangaa, nami nikalekea kwenye gari langu. Nilikuwa nikitetemeka kwa hasira na woga, lakini sikukubali kulionyesha hilo. Tangu siku ile Frankie alianza kunikwepa. Watu walianza kumzungumzia na nilikuwa nimekwazika sana, hivyo nilitamani hata kumsababishia hasara zaidi ya pale. Nilijiwazia kwamba au nile pesa zake nini. Nilijiwazia sasa nikipanga nguo zangu kabatini msikilizaji. Hizi nguo huwa nazipanga vizuri, lakini siku moja tu nikiwa na haraka nitazishusha zote chini, alafu nije tena kuzipanga upya nikirudi. Sasa nikajiambia kwamba okay,
acha ni kuangua akaunti zake zote nione atakachofanya. Kwanza sio yeye tu, ni wote. Mimi nimetulia kwa ungwana wangu alafu wao wananitafuta. Nilijiambia hivyo. Jioni ilikuwa inaingia. Hivyo niliamini Andrew atakuwa ameshatoka kazini kwa sababu silikuwa ni Jumatatu. Basi nichukua simu yangu na kumtumia ujumbe nikisema ya kwamba hey. Naye akajibu hai vipi? Akasema safi za kwako. Akasema hata sijui nisemeje. Niambie ulikuwa unasemaje? Msikilizaji, huo ujumbe wake niliusoma. Kwanza nilirudia kusoma huo ujumbe wake mara kadhaa, lakini nikaona nimuulize kwamba unamaanisha nini? Shida nini? Unahitaji nije kukupa kampani yao? Andrew akasema kwamba hapana Eden. Leo akili yangu haiko vizuri, sitaweza kujizuia leo ukianza ujinga wako. Kwa hiyo acha tu nikae hivi, mimi nitakuwa sawa. Vipi niambie? Alisema hivyo. Sasa nitulia kidogo na kuwaza huku sasa nikirudia kusoma ujumbe wake hadi nikafanya maamuzi. Nikasema kwamba anakuja. Naahidi sitakusumbua leo. Zile zote zilikuwa tu ni pombe tu. Nataka niwepo kwa ajili yako kama rafiki. Umeshanisaidia sana Andy. Na naona ni nafasi ya mimi kurudisha fadhili japo kidogo. Kwa hiyo nakuja, kama utanifukuza ni sawa tu. Msikilizaji, nilipoutuma huo ujumbe niliinuka na kuanza kuvaa. Leo nilivaa tracksuit pamoja na raba. Hadi kichwani nilivaa kofia. Kusema kweli, ile shauku ya kuwa na Andrew kitandani imeshapotea. Nadhani ulikuwa ni utoto tu na ujinga. Na tangu lile swala la Frankie nimejikuta ni kama tafakari maisha yangu kwa upya. Wiki yote hii mimi sijakutana mwanaume yote, na naweza kusema haikuwa wiki mbaya kama nilivyotegemea iwe. So nilipofika, Andrew alinifungulia akiwa sasa amevaa bukta pamoja na t-shirt kama ilivyo kawaida yake, na aliachia tabasamu kubwa alipoona nilivyovaa. Basi alinikaribisha pale nami nikasema asante. Nilitikia asante kwa sasa nikiingia na kukaa. Nikasema kwamba leo sijaja na pombe kabisa, nimeamua tu kuwa mtoto mzuri. Nilisema na kumuona akicheka kidogo. Kwa hiyo niweke chai jikoni ama, kwa sababu tumeshakuwa kama mama zetu, chai kila siku jioni yani. Hivi hata mama yako naye anapenda chai? Bro, mimi nilijua ni wa kwangu tu. Na aisee, anachosha, acha tu. Hiyo ni moja ya sababu nimehamia hostel. Yaani unapika chakula, ukimaliza unapika chai sasa. Na usipoangalia utakuwa mhudumu wake wa siku nzima. Basi nilianza kwa kulalamika hivyo. Andrew yeye alicheka sana. Nadhani Krista ndo atakuwa akilalamika hivyo. Lakini ni mara nyingi mama alinitoa kwenye movie usiku ili nikampike chai. Yaani na hawezi kubisha. Alisema kwa kuelekea jikoni. Niliinuka na kumfuata kwa sasa nikisema ya kwamba unabishaje sasa? Unataka aanze kukuambia jinsi movie zinavyomsifu shetani? Mimi Rebecca Henrich nimemnyoshia mikono. Movie zote nizoangalia utotoni lazima mama awe ameshaiangalia. Kama inatisha kidogo, sijui watu wanatokea huko na kule. Yaani ninaona tu ni mashetani tu. Alisema kwa kitabasamu baada ya kupata hizo kumbukumbu. Andrew alikuwa naye anacheka. Akasema kwamba nakumbuka mama yako ni shida. Hiyo ndo sababu mimi sikupenda kuja kwenu. Niliona bora niende tu kwa Lau. Unajua Aunt Lindsay yani ni mtu poa sana tangu zamani. Yuko vizuri. Japokuwa sikwenda kwake mara nyingi kama wewe, lakini kwa zile mara chache nilizoenda na kuonana naye alionekana hana makuu. Okay, chai imechemka, mimi naitoa. Alisema akiwa sasa ameshaitoa kabisa. Mimi nilichukua vikombe na sukari kisha nikaelekea sebuleni. Baada ya dakika chache tulikuwa tumetulia tukinywa chai. Nilimwambia kwamba Andrew, nilitaka tu nikushukuru kwa msaada wako. Ulinisaidia sana wiki iliyopita, lakini leo nahitaji kitu kingine. Yaani umeanza vizuri, lakini mwisho ndo kaboronga. Anyway, unahitaji nini leo? Unajua ule mjinga alikuja kunitukana na kunisumbua. Nakumbuka kwenye maelezo yako ulisema tunaweza kuhamisha pesa Eden, usiniambie unataka kuwa mafia. Yes, kama anahifadhi taarifa zake kwenye simu basi tunaweza kuzitumia. Okay, mimi nataka tuchukue pesa zao zote. Yaani wote ambao simu zao zimesoma hapo nataka tu wasafishe kabisa. Eden, hapo ulipo na hasira tu. Lakini dhulma haimfikishi mtu mahali. Usijihangaishe na laana zao.
hiyo adhabu tu ya kununua simu na PC sio ndogo. Mimi nataka waumie tu. Okay, na mimi mpaka sasa hivi watakuwa wameshanunua simu mpya. Kwa nini tusiziachie ili wajisikie vibaya kuharibu pesa? Alafu baada ya siku kadhaa zinazimika tena. Kama tukibahatika kuingia kwenye simu mpya, tunapita nazo pia. Aliniambia na nikaona ni wazo zuri. Nilimshukuru nikasema kwamba okay, hilo linafaa. Asante sana. Usiwazi bwana, mimi ndo kaka yako hapa mjini, kwa hiyo hamna kukuonea. Muone. Unaongea kama vile wewe ni mkubwa sana, kumbe hamna kitu. Hivi unajua kwa mwaka mtu anatumia pakiti 1.5 hadi 2 za chumvi. Haya zidisha hizo mara 3 alafu utaona jinsi nimekula chumvi nyingi. Kwa hiyo usitone tu hivi. Andrew alisema na kunifanya nicheke. Nilimzodoa nikasema kwamba wewe na takwimu zako za uongo. Alicheka na story nyingine zikaendelea hadi mida ya saa 4 baada ya kupika na kula kidogo, ndipo nilimwaga na kuondoka. Nilitoka pale nikijisikia uweni kama vile ni kuna mzigo ni kama umetuliwa. Kuongea na Andrew kulinisaidia pia. Jumanne siku yangu ilikwenda vizuri tu. Hakukuwa na shida yoyote hadi ilipofika jioni. Nilikuwa natoka darasani baada ya kipindi changu cha mwisho cha siku ile. Sasa nilimwona Harry akinikimbilia huko akisema kwamba Eden, subiri. Basi aliponifikia alianza kulalamika bwana, akisema kwamba hey, mambo ni kama ulipotea kabisa tangu ile siku. Simu zangu na zenyewe upokei, hata message haujibu. Sasa nijibu kwanza salamu au nianze kujitetea? Haya basi tuanze tena. Mambo poa za kwako? Nzuri. Ulipotelea wapi bwana siku zote hizo? Jamani, wote tulikuwa kwenye mitihani ama. Kwa hiyo mimi nilikuwa busy kidogo. Okay. Ndio kashindwa hata ni kujibu ujumbe. Harry, mimi sio mtu wa simu sana. Anyway, umeshaniona. Ulitaka kusemaje? Sawa bwana, nilitaka nikualike chakula cha jioni. Natamani sana kukujua zaidi Andy. Mimi mwanamke ambaye ulinichukua ukanipeleka kwako na ukanilala tu. Bado unataka kunijua zaidi? Eden, nisikize, wewe ni mwanamke wa pekee sana. Alafu hivi sio vitu vya kuongea kwenye korido za chuo. Nipe basi nafasi mimi nikupeleke mahali tule na tuzungumze vizuri. Okay, lini? Lakini iwe mapema na iwe sehemu maarufu. Mimi natamani iwe hata leo. Chakula cha jioni itakuwa usiku, sipendi kutoka usiku. Itakuwa ni muda gani? Sasa unajua wiki nzima tutakuwa chuo, umeona? Au kuna siku ambayo labda hauna ratiba siku nzima? Mimi Alhamisi nina kipindi kimoja tu cha asubuhi. Sawa, tutaonana hiyo Alhamisi. Sawa, asante sana. Wewe na siku njema. Aliniaga kisha akaondoka. Nilibaki nikitembea taratibu huku sasa nikijifikiria jinsi usiku mmoja ulivyonibadilisha. Sidhani kama naweza kuamini hawa vijana wa chuo tena. Sasa hivi kila mtu akiongea na mimi, yani najikuta nikijiuliza ukute na yeye ni Frankie mwingine. Nimekuwa mwanamke asiye na amani kabisa. Nilipofika hostel nilimkuta Jenny amemwaga nguo zake zote huku akikazana kufunga zipu ya gauni alilokuwa anajaribisha. Basi Jenny akasema kwamba si bora umekuja, naomba nisaidie. Alisema sasa akinipa mgongo wake. Nilimsaidia kufunga zipu kisha akanigeukia. Akaniuliza kwamba vipi imekaaje? Nikamwambia kwamba leo unaenda wapi kwani? Basi Jenny akasema Halid amekuja ndo naenda kuonana naye. Jenny alisema japo alikuwa anaonekana na furaha sana. Msikilizaji, huyu Halid ni mpenzi wake. Wale wapenzi wa kuanzia sekondari ndio hawa sasa. Japokuwa Halid hakuendelea na chuo, yeye aliamua kujikita kwenye biashara huko Mwanza. Lakini mara kadhaa huwa anakuja Arusha kwa ajili ya mpenzi wake au wakati mwingine anamtumia nauli aende Mwanza. Siku zote nimekuwa nikimwona Jenny mshamba, kuishi akimsubiri na kumtegemea mtu mmoja tu. Lakini kwa leo niliona wivu. Nadhani ni raha kuwa na mtu ambaye utaweza kumwamini, akawa wako na wewe ukawa kwake tu. Mtu ambaye hawezi kukufanyia ubaya. Basi alirudia maneno yake akisema kwamba Eden, nimekuambia Hali amekuja. Nikasema kwamba shemu wangu vipi kwanza jambo? Sasa kama unaenda kuonana na Halid, sasa ndio uvae hivyo kama sister. Jenny alicheka akasema kwamba hamna, lakini unajua kabisa ni Halid hapendi mimi nibaki wazi. Aliniambia sheria yao ya miaka nenda rudi ndio hiyo. Hapendi sana kuona
huyu binti akivaa nguo zinazomwacha wazi. Sasa mimi nikasema ya kwamba yes, najua, lakini unaweza kuvaa suruali au labda na yeye yenyewe pia suruali amekataa. Jane alifikiria kidogo akasema kwamba actually sijawahi kumvalia suruali. Alisema na kunifanya nitabasamu kwa sababu nilishapata nguo kichwani kwangu. Okay. Sasa acha leo upime maji. Angalau mara moja unamshtua kidogo. Nilisema huku nikiinuka na kutoa nguo kabatini kwangu. Unajua nimebadili mawazo baada ya kuona ile. Kwa hiyo hebu vai hapa vai. Unajua hapo ukivaa yani una stara, lakini ukipiga hatua anashtuka kidogo. Paja linang'aa. Nilimwambia na kumfanya acheke. Sasa baada ya kuvaa alipendeza sana. Ukijumlisha na mwili wake uliojichonga vizuri. Yani hapa leo ni mtafutano. Basi Jane akaniambia kwamba alafu Halidi yuko na rafiki yake leo, twende basi, itakuwa raha kama siku ile. Aliniambia sasa nikimsaidia kutengeneza nywele zake. Nikamwambia kwamba wewe ndio uliona raha, lakini kwangu ilikuwa kero tu. Yule rafiki yake hajui kitu. Alishia kunichosha tu na kunifanya niigize kuridhika ili amalize tu. Yani sitaki kabisa mimi. Nilimwambia hivyo japokuwa moyoni sababu yangu ilikuwa ni nyingine. Sasa Jane akasema kwamba bwana wewe twende tu bwana, leo ni mwingine sio ule wa ile siku, alafu ni handsome hatari, ngoja nikuoneshe. Alisema hivyo sasa akifungua simu yake na kunionyesha picha ya Halidi akiwa na huyo rafiki yake. Kweli alikuwa ni handmade. Sio utani, lakini hapana. Mimi siwezi tu kujitupa kwenye mikono ya mwanaume nisiyemjua. Basi nijitetea nikasema kwamba of course ni handsome kweli, lakini hapana. Leo nataka tu nipumzike. Kuna vitu vingi sijasoma vizuri. Basi Jane alitikia na kukaa kimya tu. Akaniuliza kwamba kuna shida yoyote imekupata? Afu mbona umebadilika? Sio kwa ubaya, mimi nafurahi zaidi ukiwa hivi. Unasoma kwa bidii, lakini hii ni wiki ya pili mimi sijakuona na mwanaume. Mimi sijakuona ukinywa pombe. Haujaongelea orodha yako Eden. Imekuwaje tena? Jane, hebu achana na huo jingo orodha bwana. Mimi nadhani nimekuwa tu. Nimeona nikiendelea vile mimi sitatoboa. Kwa hiyo wewe enjoy tu. Ukirudi utanikuta hapa. Okay. Lakini kama kuna shida tafadhali usiteseke mwenyewe Eden. Usiwaze. Hakuna shida yote mpenzi. Halidi anakuja kuchukua saa ngapi kwani? Nimemwambia sije, ndo amefika tu. Na amechoka, kwa hiyo mimi nitachukua taksi. Yeye atanirudisha kesho. Basi acha nivae nikupeleke. Sio salama kupanda taksi mwenyewe usiku. Basi nilimwambia huku sasa nikivaa tracksuit yangu. Jeni alishindilia nguo zake kabatini kisha tukatoka. Nilipomfikisha alinishukuru na kuteremka kwa furaha. Ukweli nilitamani kupata hiki walichonacho, lakini nitakipata kwa nani? Niliamua kumpigia Andrew, labda na yeye ana upweke kama mimi, ili niende tukapiga story 2-3 nini kama jana. Basi nikamuuliza uko wapi? Andrew akaniambia kwamba niko nyumbani, kuna shida? Nikasema hapana, nitaka tukuje kusalimia. Andrew akasema leo sio wakati mzuri, niko busy kidogo. Alisema na kwa mbali nisikia sauti ya mwanamke akiongea. Nikasema kwamba sawa, hamna shida, samani nimewasumbua. Nilisema hivyo haraka na ukata simu. Hata sikusikia kitu alichokisema. Nilikuwa mpweke. Katika maisha yangu yote msikilizaji, mimi sijawahi kuliona hili. Labda ni kwa sababu nilikuwa na mwanaume mpya kila siku. Au labda hii ndio sababu nilikuwa mtu wa klabu na wanaume kila siku. Nilikuwa na njaa sana. Hivyo nilipaki gari mahali ambapo niliona kijiwe cha chipsi. Nilishuka na kwenda kuweka oda, lakini watu walikuwa wengi. Hivyo nilisimama kwa muda hadi kufikia wakati wangu wa kuweka oda. Baada ya kuweka oda, nilisogea pembeni kidogo na kujiegemeza huku sasa nikiwaza maisha yangu. Sauti yake ilinitoa kwenye mawazo yangu. Nilifungua na kumuona mtu mzima kidogo. Huyo anaonekana hakosi miaka 40. Alisema kwamba hello, mambo. Nilimjibu tu kiufupi ya kwamba poa. Akasema kwamba nimeona umepotelea kwenye mawazo hapo. Shida nini? Shida ni kwamba na njaa. Alafu sasa ni huyu mjinga atake tukamilisha oda yangu. Wow. Easy Tiger, easy. Mbona kama unataka kunila nyama sasa? Alisema na kunifanya nicheke. Naitwa James. Naitwa Eden. Una jina zuri sana. Bustani Eden. Wazazi wako wakukosea, wewe ni mrembo sana. Alisema na kunifanya nicheke kwa jinsi alivyokazana kunisifia.
Sasa aliniuliza kwamba unacheka nini sasa? Amna, unachekesha tu jinsi unavyohangaika kunipanga. Kwa hiyo nafanya kazi? No, unafeli vibaya sana. Oh, uzoefu wangu umeshapungua sasa hivi, lakini ngoja nitumie njia nyingine. Umeagiza nini? Niende kugomba pale tupate oda zetu. Alisema hivyo, nilimwambia oda yangu kisha akaenda. Kweli hata dakika 10 hazikuisha. Alikuja na mifuko miwili. Aliponipatia wangu nilianza kutoa pesa nimpe, lakini alikataa. Akasema kwamba nimeshalipa, kwa hiyo usiwaze. Vipi kwanza, unaelekea wapi? Hapa naelekea chuo pande za Njiro. Okay. Nikupe lifti kwa sababu mimi mwenyewe naelekea huko pia. Hamna haja, niko na gari langu. Nilimwambia kwa sasa nikielekea kwenye IST yangu na kuifungua. Akasema kwamba kila upande umenikamba ise. Alisema na kunifanya nicheke. Akasema kwamba lakini tukiweka matani pembeni, naomba namba yako ili tuwasiliane zaidi. Leo nikajinoe alafu kesho nijaribu tena. Alisema hivyo. Msikilizaji, kusema kweli huyu alinipatia amani. Hivyo nilimpatia namba yangu na kuwasha gari na kuondoka. Nilipofika hostel, nilioga na kuvaa nguo za kulalia, kisha nikaweka movie na kuanza kula huku sasa nikishushia na soda. Baada ya kushiba, nilijitupa kitandani huku nikiendelea kuangalia movie. Simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni na nilijua bila shaka atakuwa ni James. Kweli tuliongea kidogo huku sasa akiuliza kama nimefika salama, na baada ya pale alinitakia usiku mwema. Sasa Jumatano yangu ilikuwa ni tulivu kabisa hadi mchana Jeni aliponitumia ujumbe kuwa atarudi Ijumaa badala ya leo. Upweke wangu ulizidi kuongezeka. Chuo kizima nilikuwa nazunguka mwenyewe, hata hostel nilikuwa mwenyewe. Asa mida ya jioni James alinipigia na kuniambia kwamba yuko getini chuoni. Nilicheka kidogo na kumuelekeza tulipokuwa tunaishi ambapo ni nje kabisa ya chuo. Alipofika getini nilitoka kwenda kumuona. Nikamuuliza kwamba unafanya nini hapa? Unajua bado mimi naendelea kujinoa, lakini mpaka wakati huo nimeona niendelee hivi. Alisema sasa akinikabidhi bahasha ya chakula. Chips mai, kidari, sausage 2 na kila kitu kasoro tu kwa juu. Si nimepatia oda? Asante, lakini haukuwa na haja ya kuendesha hadi huko ili tu kuniletea chakula. Nilimwambia huko nikitabasamu. Hiki ni kitu kipya kwangu. Unajua naweza nikasema hiki ni kitu kidogo sana kwangu kufanya Edeni, kwa hiyo usiwaze. Mimi nitakufanyia mengi makubwa, lakini kwa sasa acha nijinoe kwanza. Alisema hayo maneno na mwisho nijikuta tu mimi nikicheka. Akasema kwamba na kabla sijasahau, soda baridi kama ulivyotaka jana. Alisema sasa akinipatia. James, hakuwa na haja ya kufanya yote eti. Mimi nilikuwa natoka ofisini, nikakumbuka sura yako nzuri, nikaamua tu kukufanyia hivyo. Kwa hiyo kama una oda ya tofauti kesho, huu ndio muda sasa wa kuweka oda. Na usijisumbue tena. Nilimwambia. James alinitazama kidogo kisha akatabasamu na kusema kwamba usiku mwema Eden. Baada ya kuniaga aliondoka. Sasa mimi nikabaki pale nikiwa na mfuko wangu. Nirudi ndani huku nikitabasamu kama mjinga fulani hivi. Hiki ni kitu kipya sana kwangu msikilizaji. Hakuna mwanaume ambaye amewahi kunijali hivi, labda Andrew, lakini ule ni ndugu yangu. Kweli James alikuwa mwaminifu kwa neno lake. Kwa ile wiki nzima hadi Ijumaa alikuwa akiniletea chakula jioni na kuja kunisalimia. Siku nyingine aliniletea maua, siku nyingine chochote tu. Lakini vyote lazima viambatane na chakula. Imefikia hatua ikifika mida anaokuja ninahakikisha niko karibu ili kumpokea na kumuona. Huu ni uchezi wa ajabu kweli kweli. Ilikuwa ni Jumamosi mchana. James alinipigia kunialika chakula cha jioni na haikuwa ngumu kusema ndio kwa sababu nafsi yangu ilimwamini sana. Na akaniambia kwamba vaa vizuri, pendeza. Na mimi nilichukulia hilo swala kwa umuhimu mkubwa. Nilivaa gauni refu lenye mpasuo hadi kwenye paja, yani nikipiga hatua karibia paja lote liko nje. Nywele zangu nilizistyle vizuri, mkufu, hereni, bangile nini. Juu niliweka yale makoti marefu ya kitajiri kwa sababu nje kuna baridi. Nilivaa kiatu kirefu kidogo, nikajipulizia manukato nini, kisha nikawa tayari. James alifika kwa wakati na leo alikuwa sasa akiendesha gari jingine la kifahari. Aliponiona alitoa macho kidogo akasema kwamba Tiger, kweli unajua kupendeza. Alisema sasa akishuka na kuja kunikumbatia. Tulisalimiana kisha akanifungulia mlango.
Alipohakikisha nimekaa vizuri, alifunga mlango na kuzunguka hadi upande wa dereva. Niambie, vipi na unaendeleaje na za tangu jana? Alisema sasa akiuchukua mkono wangu na kubusu. Naendelea vizuri kabisa, sijui kwako wewe. Mimi siku yangu imekuwa njema zaidi, na nadhani imekuwa njema zaidi baada ya kukuona. Naona umejinoa vizuri. Si ndio? Unajua mimi nilikamia na kufanya bidii, lazima niwe vizuri bwana, alisema, kisha akawasha gari na tukaanza safari ya kuelekea hotelini. Tulikuwa tukipiga story. Sasa aliniambia kuhusu siku yake na matani yalikuwa ni mengi sana. Maneno yangu yote yaliisha nilipoona tunaingia hoteli mpya ya kifahari ambayo sijawahi kuingia. Tulipopaki gari, mlango wangu ulifunguliwa na mhudumu wa pale hotelini ndio aliyefanya hivyo, aliyefungua mlango. Baada ya sisi kushuka, aliwapa funguo kisha wakaenda kulipaki gari. Mimi nilikuwa nikijitahidi kutokushangaa sana. Nijitahidi kufanana na matajiri wengine. Mimi sio maskini sana. Familia yetu sio maskini sana. Tumeingia hoteli kadhaa, japo mimi siwezi kufananisha utajiri wetu na wakina Andrew. Wao ni matajiri. Kina Andrew, yaani ni matajiri kweli kweli. Wala jamaa, ile familia kina Andrew iko poa sana bana. Kwenye upande wa mtonyo wako vizuri sana wale wajinga. Kwa hiyo sisi pamoja na hizo pesa kidogo tulizonazo, bado mama yangu hataki kunidekeza. Hivyo ndivyo anavyosema. Kwa hiyo kuna kiwango ninapewa niishi nacho mwezi mzima. Hapo ni ukijumlisha na mafuta ya gari. Kuna kipindi ninaacha gari hata wiki nzima kwa sababu sina hela ya kuliwekea mafuta. Basi James akaniambia kwamba Eden, acha nikuvutie kiti. James aliniambia hivyo na kuja kunisaidia. Nilikaa na kumtazama akikaa upande wa pili, nami nilimwambia kwamba asante. Eden, hakuna haja ya kunishukuru bwana. Tuna vitu vingi sana vya kuzungumza, lakini kwanza nadhani tuagize. Alisema hivyo mhudumu alipokuja na menu. Mimi sasa nilikuwa ni kama naweweseka tu. Unajua majina yalikuwa ni ya kizungu sana. Najua Kiingereza ndio. Kiingereza changu kiko vizuri sana, lakini asikwambie mtu chakula kina lugha yake. Na kama hujui ni haujui tu. Ilibakia kidogo niagize pizza. Japokuwa pizza yenyewe ilikuwa karibia laki. Sasa James akasema kwamba unaniamini ni kuagize chakula kinachoongoza kwa utamu hapa? Nikamwambia ndio, kwa sababu hapa ni yanatasielewi. Nilimwambia. Alicheka kidogo kisha akataja jina ni kama la ajabu tu hivi. Mimi hata sikuanza kuhangaika kulifahamu ni nini. Basi nilifunga ile menu na kumrudishia mhudumu haraka. Hata ikiwa konokono nitakula tu. Tuliagiza vinywaji kisha tukaanza kuongea. Sasa akaniuliza kwamba Eden, sitaki kuzunguka sana. Hebu naomba tu kujua, kuna mtu yeyote kwenye maisha yako kwa sasa? Msikilizaji, nitabasamu kidogo kwa aibu. Mimi hata sionagi aibu. Kila kitu James anachonifanyia ni kipya sana jamani. Nilimwambia kwamba no, hakuna mtu yote. James akasema, msichana mrembo hivyo unakosaje mtu kwenye maisha yako? Nikasema tuseme tu ni bahati yako tu, lakini mimi sijawahi kuwa mtu wa mahusiano, kwa hiyo kila kitu kinachoendelea hapa ni kipya kwangu. Na kweli ni bahati yangu na kama ukipata mtu wa kukutunza na kukupenda, unadhani unaweza kuwa mtu wa mahusiano sasa? Aliuliza hivyo na kunifanya nicheke. Nikasema kwa sasa nipo tayari. Nadhani hiki ndo kipindi kwenye maisha yangu ambacho nimeujua upweke na sitamani kubaki hivi. Kwa hiyo nipo tayari kujaribu. Msikilizaji, nimwambia ukweli. Katika vitu ambavyo siwezi ni uongo. Basi jamaa alisema kwamba okay. Alitaka kuongea kitu lakini mhudumu alikuja na chakula chetu. Hivyo tukatulia. Kulikuwa na sinia kubwa la mbavu za kuchoma, pilau kidogo, chips kidogo, ndizi za kukaanga. Ilikuwa ni fujo tu kwenye ile meza. Baada ya kula ndipo maongezi mengine sasa yakaendelea. Nilimshukuru nikasema asante, nimeshiba na nimefurahia chakula. Akauliza kwamba karibu tena vipi? Akaongezea wine. Aliuliza na mimi nikatika kwa kichwa. Mhudumu akaja na kuniwekea glasi ya wine. Akaniambia kwamba okay, sasa umeshiba na mimi tunaweza kuelewana. Kwa ufupi mimi nimetokea kuvutiwa na wewe sana na natamani sisi kuwa zaidi hapa. Aliniambia sasa akichukua mkono wangu na kubusu. Nikasema kwamba naomba nikuulize, lakini kukuuliza kwangu sijisikie vibaya.
Chochote tu Eden, uliza. Una miaka mingapi? Nimekata umri kidogo. Nina miaka 44. Sina mke kwa sasa. Mimi na mke wangu tuliachana miaka 2 iliyopita, japo tuna watoto 2. Kusema kweli sina mpango wa kuoa tena. Sitaki kukudanganya chochote Eden. Nataka tu kama ukiamua kuwa na mimi basi ujue unajiingiza kwenye nini. Sasa hivi ni wakati wangu wa kula maisha na nataka mtu akula naye maisha. Hakuna raha yoyote ukiwa unakula maisha mwenyewe. Kwa hiyo kama uko tayari basi ujue tu mimi nitakutunza Eden, na hautateseka kwa chochote tena. Kwa sababu utakuwa wangu, lazima nikutunze kama wangu. Vipi unasemaje? Ainiuliza mimi nikakaa kimya kidogo. Huo ni umri mkubwa sana msikilizaji. Anakaribia kulingana babangu huyo. 44 guy, anazeeka. Kwani walikuwa hamuoni? Basi mimi nilimwambia kwamba naomba unipatie muda. Siwezi kukujibu hapa. So nahitaji siku kadhaa za kufikiri. Mimi sikutegemea ungepata jibu haraka hivyo. Kwa hiyo chukua muda wako unaohitaji, lakini usinikalishe sana tafadhali. Basi mimi nitikia kwa kichwa tu na kisha akauliza kwamba vipi tuondoke? Nikasema itakuwa vizuri. Kweli tulienda kwenye gari na nilishangaa sana James aliponipeleka hostel moja kwa moja. Sijazoea hivi. Unakula cha mwanaume na unarudishwa nyumbani. Yaani hapa ingekuwa ni mwanaume mwingine angehakikisha nimelewa halafu nipeleke hotelini. So alipaki gari nje ya hostel na kuchukua mkono wangu akasema kwamba twende Zanzibar weekend ijayo. Alisema na kunifanya nibaki muda mwazi. Tulia, usipate gugumizi. Unajua mimi na mapumziko weekend hii na haitakuwa mbaya tukisafiri wote. Hata kama tutakuwa vyumba tofauti, kitu mimi ninachotaka ni kuwa pamoja na wewe. Sema ndio tafadhali. Okay, naomba nipatie muda. Nitakujibu kabla Alhamisi ili angalau nijue ratiba zangu zitakuwaje. Okay, mimi hapo naweza kukubali. Ombi la mwisho, naomba basi nikubusu ile kama ukiamua kunikataa basi wote tubaki na hii kumbukumbu. Alisema hivyo. Nilitikia kwa kichwa tu. Alisogea karibu na kubusu midomo yangu kidogo kabla hajanivuta karibu yake na kunibusu kama dunia yote ndio inaisha leo. Aliponiachia niliona kizunguzungu kutokana na kukosa hewa. James alikuwa anajua anachokifanya. Alijua huyu mpuzi. Wakati nikiendelea kuvuta pumzi, alishuka na kuja kunifungulia mlango wangu. Alinikumbatia na kunibusu kwenye shavu, akasubiri hadi sasa nimeingia ndani ya geti kabisa ndipo akaondoka. Ule usiku nililala nikiwa na tabasamu. Kesho yake tulikuwa tuna tukio la kifamilia. Ni siku ya kuzaliwa ya Uncle Chris na baba yangu. Wao wameamua kufanya tofauti kidogo mwaka huu. Badala ya kwenda hotelini kula, leo tutakutana nyumbani kwa Uncle Chris na kuchoma nyama. Na kwanza kabla yote tutaenda wote kanisani kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yao. Hivyo asubuhi niliamka mapema sana ili niweze kuwahi kanisani. Japo sidhani kabisa kama mafuta yangu yatanitosha, na kama nikitumia pesa kidogo nilionayo kuweka mafuta basi wiki hii iliyobaki itakuwa ni ndefu sana kwangu. Kwa hiyo nilijiwazia pale kitandani na kuamua kwamba nitatumia daladala tu. Simu yangu iliingia ujumbe na kunifanya niitoe kwenye chaji. Nilifungua na kuona muamala wa 6,500 kutoka kwa James. Kabla hata sijaelewa vizuri ujumbe kutoka kwake uliingia, James akasema ya kwamba good morning beautiful, jana sikuwa na cash na nilipofika nyumbani nikasahau kukufanyia muamala, lakini natumaini hiyo itakustiri hadi siku ya safari yetu ya kwenda Zanzibar. Kama ukikwama popote usite kuniambia, na kutakia Jumapili njema. Msikilizaji, nilisoma ule ujumbe mara mbili. Niliamua kujiunga dakika na kumpigia jamaa. Alipopokea akasema kwamba Tiger mapema sana. Alisema nipopokea simu nijikuta nikicheka kutokana na hilo jina alionipatia. Unajua ile jina la Tiger kumbukeni aliniita mara ya kwanza nilipokuwa nimekasirika baada ya oda yangu kucheleweshwa. Kwa hiyo akaona ni kama Tiger mwenye hasira. Basi nikamwambia kwamba James, asante, pesa ni nyingi sana, haukuwa na haja ya kufanya hilo. James akasema Tiger, mimi nimekuambia nitakutunza, sawa kwa hiyo enjoy, kama ukiishiwa niambie. Alivyosema hivyo basi nami nikasema asante sana James. Msikilizaji, awamu hii hakuitikia. Akaniambia kwamba uwe na asubuhi njema. Basi tuliagana kisha kakata simu.
Aisee, kwanza niruka pale chumbani, kisha nikamwamsha Jane aliyekuwa pembeni yangu. Alikataa kuamka kama kaida yake. Ilikuwa ni saa 11 alfajiri, hivyo niliamua tu kuachana naye bwana. Niliingia bafuni na kuoga muda mrefu. Nilikuwa na furaha sana. Mpaka natoka chumbani ilikuwa ni saa 12 na dakika 10. Nilienda Shell na kujaza gari mafuta kwa hasira, yani hapo unajua ile. Kisha nikaelekea kanisani ambapo nilikuta familia zote mbili ziko pale nje. Inaonekana mimi na Andrew ndio wachelewaji. Nilienda mikononi mwa baba moja kwa moja. Nikasemea kwamba happy birthday baba. Asante kwa kuwa babangu na kupenda sana. Nilisema huku sasa nikitulia kifuani mwake. Baba kwa furaha akasema kwamba binti yangu mrembo, asante kwa kuwa mtoto mwema mwenye nidhamu. Sio nidhamu tu, ni heshima na adabu. Unafanya kuwa mzazi wako iwe rahisi sana. Basi alisema hivyo. Nilimwachia na kwenda kumkumbatia Uncle Chris. Nikasema kwamba happy birthday uncle, ukawe mwaka wa baraka kwako. Na akaniambia kwamba asante uncle, binti yetu wa kwanza wa ukoo bwana, nimefurahi kukuona. Aliniambia hivyo kwa furaha. Baada ya hapo nilimsalimia mama na Auntie Fabi, kisha nikawageukia ndugu zangu, yani Krista, Megan pamoja na wadogo zangu wawili. Wakati huo Andrew naye aliingia. Baada ya kusalimia kila kitu baada ya kusalimia pale na kila kitu kukamilika, ni tuliingia kanisani sasa. Baada ya ibada ilibidi nitoke na kwenda kumtafutia babangu zawadi. Baada ya kuzunguka niliamua kumnunulia shati pamoja na saa. Paka asubuhi hii sikuwa na mpango huu, lakini hebu ona mambo yalivyobadilika. Nilipofika nyumbani kwa Uncle Chris, kulikuwa kumeshachangamka. Majiko ya kuchoma nyama yalikuwa 3, kila moja limejaa nyama. Watu walikuwa wengi. Auntie Lindsay alikuja na mume wake pamoja na watoto wake wawili, yani Lorena pamoja na Liam. Alikuwa amependeza sana. Auntie Gracie na mume wake Steve waliongozana na mtoto wao Lily. Bado kuna babu yake Andrew ambaye na yeye anaitwa Andrew. Bibi yetu, yani mama yake baba, ambaye anaitwa Heidi. Bado kuna marafiki wa babangu. Kwa hiyo nilienda kukaa na wakina Megan upande ambao ndo watoto tulikuwepo. Walikuwa wakipiga story kuhusu wanaume kama sikosei. Megan alikuwa akimwongelea Kendrick ambaye anasoma naye. Alikuwa akieleza jinsi gani huyo Kendrick alivyo mzuri. Megan, msikilizaji, huyu ni mtoto wa kike, usijizime data. Kwa hiyo Megan alikuwa akielezea ni jinsi gani Kendrick alivyokuwa mzuri, lakini mimi akili yangu hata haikuwa pale. Nilikuwa nikiwaza sana jibu la kumpa James. Natamani kumjibu ndio, lakini kila nikiwaza umri wake, najikuta nachoka, naona kabisa sio sawa. Lakini nimeshajaribu hawa vijana wadogo na katika miaka yote hiyo hakuna ambaye hata ameshawahi kunifanyia vitu vyote ambavyo James amenifanyia ndani ya wiki moja. Sahani za nyama zilianza kupita. Baada ya kuchukua ya kwangu nilienda ndani kwa madai ya kutafuta kinywaji, lakini ukweli ni kuwa nilihitaji kuanza tu. Nilikaa sebleni huku nikila zile nyama na chips taratibu. Kila mtu alikuwa na furaha akicheka, lakini kwa mimi nilihisi upweke wa ajabu. Nikiwa katika mawazo yangu pale ndani, Andrew alipita kwa hasira na kubamiza mlango wa pale sebleni. Nilishtuka hadi nikamwaga chakula. Niliokota kila kitu. Hadi nainuka, Andrew alikuwa ameshapotelea chumbani kwake. Kabla hata sijajiuliza vizuri, aliingia mbaba ambaye ukimwona tu hauhitaji maelezo ili kujua huyo ni baba yake Andrew. Alitikisa kichwa chake kwa huzuni kisha akarudi nje. Niliweka ile sahani jikoni na kumfuata Andrew chumbani. Nilimkuta amekaa chini amejikunja. Nilifunga mlango kisha nikasogea na kukaa pembeni yake. Nilimuita lakini akasema kwamba naomba uniache Den, nataka kuwa mwenyewe. Mimi siwezi nikakuacha hivyo wakati unaonekana kabisa una shida. Siwezi nikakuacha hata siku moja. Nilimwambia kwa upole, huku sasa nikimpapasa mgongoni mwake taratibu tu. Kwa nini? Yaani kwa nini asiniache tu na maisha yangu kama alivyofanya miaka yote hiyo? Najaribu kumsahau Eden. Nimejaribu sana lakini siwezi. Nimeshindwa kabisa. Hata msamaha unahitaji muda Andrew. Jipe muda na usijilazimishe chochote. Kila kitu kitakuja kwa wakati wake. Andrew alitulia kidogo na kuinua kichwa chake kunitazama. Alileta mkono wake na kugusa shavu langu.
Akasema ya kwamba kwa nini najisikia hivi nikiwa na wewe Eden? Umenifanyia nini? Aliniuliza na kunifanya nikose pumzi, sababu hata kwangu ni hivyo. Ninajikaza na kuigiza, lakini nikiwa na Andrew, ni kama akili yangu yote inaacha kufanya kazi. Kabla hata sijaelewa kinachoendelea, Andrew alikutanisha midomo yetu na mwili wangu ulimpokea kwa kuzungusha mikono yangu shingoni kwake na kuvuta nywele zake taratibu, sasa nikimchum zaidi. Kwa hatua tuliofikia, hakuna aliyeweza kumzuia mwenzake. Tulijikuta tuko empty. Tuko bed, tuko empty. Huku sasa Andrew akiingia kwenye ikulu yangu. Alipofika alitulia, huko mkono wake ukiwa mdomoni kwangu akinizuia kupiga kelele. Andrew alisema kwa upole sana huku akinitazama machoni, ni kama alikuwa anaweka ahadi. Aliniita Eden. Yaani kwa namna ambavyo alikuwa, ni kama alikuwa anaweka ahadi fulani hivi ambayo wote tunajua haiwezi kutimia. Alianza kusogea taratibu na nijikuta sasa nikishindwa kuzuia chozi lililonitoka kutokana na hisia zote alizonionyesha wakati ule. Ni kama aliamua tu kunieleza kila kitu alichojisikia kupitia kile kitendo. Usilie. Uso wako mzuri haupendezi kujaa machozi, alisema taratibu, kisha akatoa mkono wake mdomoni kwangu na kukutanisha midomo yetu. Sasa akianza tena kwenda speed ajabu sana. Alinifanya nijisikia ni kitu cha tofauti sana, kitu ambacho hakuna mwanaume amewahi. Alafu pili, huyo mpuzi alinifikisha Kilimanjaro. Kusema kweli, mimi ni mgumu kufika Kilimanjaro, ni mgumu. Ndio huwa nafurahia, lakini mara nyingi au niseme mara zote huwa sifiki. Kwa hiyo mimi nimeshazoea kuigiza, lakini kwa Andrew sikuhitaji kuigiza. Haikupita muda alijitoa na maji akayamwaga tumboni. Nilikuwa nikiamua sasa mwili wangu wote kutetemeka. Yaani hii hisia niliipata ile siku nilionyweshwa zile dawa, lakini kwa Andrew sikuhitaji dawa yoyote. Nilianza kufunga macho nikisinzia. Nilihisi ninapaa. Andrew alikuja na kunisafisha bila kusema chochote, kisha akavaa nguo zake. Inabidi uvae, watu watakuwa wanatulizia huko nje, alisema sasa akiniangalia tu. Eden, aliniita na ukaa kimya, ni kama alikuwa anawaza maneno ya kusema. Unajua unanichanganya sana tu, lakini hiki kilichotokea hapa hakiwezi kujirudia. Nahitaji ukae mbali na mimi, nisaidie tu hilo. Andrew alisema kama amechanganyikiwa, lakini maneno yake aliniuma sana. Mimi sijawahi kuumia hivi. Mimi nimebobea kwenye kuwapotezea wanaume baada ya kulala nao, na nina sheria kutokurudia kulala na mwanaume, lakini kwa Andrew nijikuta nikitaka zaidi. Nilitaka zaidi hapa. Chozi la huzuni lilinitoka. Nilikuwa kwanza empty kitandani kwake. Dakika 10 zilizopita alikuwa akinitazama kama vile mimi ndo dunia yake. Alafu sasa hivi anasema hivi kweli. Andrew alisogea nifute machozi, lakini niliupiga mkono wake. Nikasema, nimekusikia Andrew, hautaniona tena maishani mwako. Nilimwambia na kuinuka na kuanza kuvaa, na yeye alitoka na kubamiza mlango bila hata kusema chochote. Nilikaa chini na kuanza kulia kwa uchungu. Hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa mimi kulia kwa sababu ya mwanaume katika kipindi chote cha maisha yangu. Hii ndio mara ya kwanza. Baada ya kuvaa nilichukua simu yangu na kumtumia ujumbe James, nikasema kwamba nimekubali kuwa wako na nimekubali kwenda Zanzibar. Baada ya kutuma ule ujumbe, James alinipigia tukakubaliana kukutana jioni kwa ajili ya kusherehekea mwanzo wetu. Bila hata kuwaza, nilikubali. Nilikuwa tayari kufanya chochote ili kusahau hiki kilichotokea hapa wakati huu. Msikilizaji, Andrew naye anataka kutuelezea kwa upande wake. Andrew anatuambia kwamba nilikuwa nikitetemeka tu, hata sikuelewa nilikuwa nikijisikiaje. Nilikuwa nimeegemea mlango na nilimsikia Eden akilia. Nilitamani kurudi nimkumbatie, nimbembeleze, lakini najua hicho sio kitu sahihi. Hata tulichotoka kufanya sio kitu sahihi pia, japokuwa ndio wakati pekee niliojihisi nimekamilika maishani. Nikiwa na yeye, nikiwa mikononi mwake, najihisi nimekamilika kabisa. Yaani nasahau shida zangu kabisa. Maumivu yangu nasahau. Vyote mimi navisahau. Lakini kuna familia hapa katikati. Yaani hiki ni kitu ambacho hakiwezekani kamwe. Niliamua kuacha kujihurumia na kutoka nje, ambapo nilikutana na Aston, mume wa Aunt Lindsay. Akaniuliza kwamba, "Hey, uko poa?" Nikasema, "Ya, niko sawa."
Nilimjibu huku sasa nikijitahidi kuweka sura yangu ya kawaida, kutokujali, japokuwa ndani yangu nitamani hata ardhi ifunguke nimeze. Basi huyu mume wa Aunt Lindsay ambaye ni Aston akaniambia kwamba nadhani itakuwa vizuri kama ukienda kujiweka vizuri ndani na ujiangalie kwenye kioo. Aliniambia kwa kitabasamu. Moyo wangu ulishtuka. Nigeuka na kurudi ndani haraka, nikapitiliza hadi chooni. Nilipofika kwenye kioo, niliona uso wangu una lipstick kutokana na mabusi yote ya Eden alonipatia. Nilinao uso wangu na kuufuta, kisha nikachana nywele na kujiweka vizuri. Nilipotoka, nilimwangalia Uncle Aston ambaye alitabasamu na kunionyesha dole gumba, kisha akamgeukia mke wake ambaye alikuwa akimsimulia story. Baada ya kuona niko vizuri, nilitoka sasa nikiangaza macho tayari kuondoka. Sikutaka kubaki hapa hata dakika moja zaidi. Basi baba aliniita. Nilisimama na kumfuata. Chris alisema ya kwamba nisamehe, sikujua kama Dylan angekuja leo, lakini ameshaondoka na amesema nikupatie hii. Chris alisema hivyo sasa akinipa bahasha. Msikilizaji, huyu Chris kumbuka ndio baba yangu, yani wa kambo ambaye ndo naishi naye. Engineer mwenzangu huyo. Afu Dylan ndio mshua mwenyewe ambaye alikuwa amefungwa. Kwa hiyo mimi nilimwambia ya kwamba tena hapo nilikuwa na hasira, nikamwambia kwamba sihitaji, wewe kana tu mwenyewe. Chris akasema ya kwamba Andrew, hivi utakuwa hivi mpaka lini? Ni wakati wa kumsamehe Dylan bwana. Au basi mpatie nafasi umsikilize. Niambia hivyo. Ni vile tu mimi namheshimu sana, lakini kama mtu mwingine angeniambia hivi, ningemjibu vibaya sana. Basi nimwambia kwamba nitajitahidi baba. Mimi naomba tu niende, utaniagia kwa wote. Basi baba alitekea tu kwa kichwa, kisha nikatoka pale. Lakini kabla sijaingia kwenye gari, nilimuona Eden akielekea kwenye gari lake huku sasa akiongea na simu. Nilitamani kumfuata nimuulize anaenda wapi, lakini sina hiyo haki. Niliingia kwenye gari langu huku sasa kumbukumbu za Eden zikinirudia. Jinsi alivyoita jina langu, jinsi alivyomeza malalamiko yake yote ili asiweze, yani asisikike nje. Jinsi ngozi yake ilivyokuwa laini. Oh my god. Jinsi alivyonikwaruza mgongo wangu. Zilikuwa ni dakika chache, lakini naweza, yani unajua hapa ukiniambia niandike yaliyofanyika naweza nikatumia zaidi ya kurasa 1000 tu juu ya hilo. I say. So mimi nilifika kwenye klabu yetu pendwa na kupaki gari. Walevi wenzangu wachache walikuwa wameshawasili na mimi niliagiza bia za kutosha na nyama choma kilo 2. Tule nyama ili tuweze kulewa vizuri. Haikupita muda, marafiki zangu wawili waliingia na kuja moja kwa moja kwenye meza yetu. Basi Logan alianza kwa salamu yake pale kunisalimia na mimi nikamuitikia salamu, naye akasema ya kwamba oh Bishop. Alinitania kusasa akinipa 5 na kukaa. Salamu akasema ya kwamba ese leo Bishop umeitisha kikao cha kutenda maovu nini? Umepatwa na nini ese? Hebu tule nyama kwanza bwana, alafu muongeze atafuata. Nilisema baada ya kuona sinia letu sasa likija. Kweli nyama zili wakata maneno. Baada ya kushiba na kupata bia kadhaa, kichwa changu sasa kilikuwa ni chepesi. Hivyo nikawaeleza tatizo langu. Sikuwaambia kuwa ni Eden dada yangu, nilieleza tu bila kutaja jina. Sasa Logan akasema kwamba sasa nini kinachowazuia nyie kuwa pamoja? Logan aliuliza baada ya mimi sasa kuambia kuwa, yani kuambia namna nilivyomwambia akae mbali na mimi kwa sababu hatuwezi kuwa pamoja. Niliwaza uongo haraka haraka, nikasema kwamba yeye ni mke wa mtu na mnajua kabisa mimi siwezi kupiga hapo. Sasa Salamu akasema kwamba lakini ndio umeshapiga sa bro, kama vipi endelea? Logan akasema wewe bwacha uchizi bwana. Kwa hiyo vipi, unataka nini tukushauri nini sasa? Logan aliuliza hivyo. Nikasema ya kwamba mimi natamani tu mniambie namna ya kumtoa kwenye ubongo wangu kabla sijawa chizi. Unajua hii ni wiki ya muhimu sana kazini, na kama nikiendelea hivi nitazingua pakubwa. Baada ya kusema hivyo, Salamu akasema ya kwamba sasa mbona wewe rahisi tu kaka, tafuta demu mwingine upige. Hiyo ndio njia pekee. Wakati wote ukimfikiria wewe, yani vuta demu na upige hadi akili yenyewe itaelewa. Nijikuta nikicheka pamoja na huzuni yangu. Logan akasema kwamba Salamu ana akili fupi lakini yani yuko sahihi. Pombe haitakusaidia kaka.
Kwanza utaamka na hangover na hautaweza hata kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naona hapa njia rahisi na salama ni kuweka kumbukumbu nyingine juu ya hizo ulizonazo. Na kwa swala lako basi inabidi upate mtu kama Salamu alivyosema. Salamu akasema ya kwamba wewe naye kujikuta sana. Sasa maneno yako yana tofauti gani na maneno yangu sasa? Basi mimi nitulia na kuanza. Ni kweli nikiendelea kunywa kesho sitaamka vizuri, lakini bia nyingine 2 sio mbaya. Hivyo nilitulia na kunywa bia 2 za nyongeza kisha nikatoka. Simu yangu iliita, nilitoa haraka nikidhani labda itakuwa ni Eden, lakini mama ndo alikuwa akinitafuta. Nisubiri hadi alipokata simu kisha nikamtumia ujumbe kuwa niko vizuri lakini naomba tuongee kesho. Alinijibu kuwa hakuna shida na kunitakia usiku mwema. Nirudisha simu yangu mfukoni na kuamua ni wakati wa kwenda sasa kutafuta dem sasa. Niliinuka na kuaga washikaji kisha nikaanza kutoka. Wakati natoka nikutana na mdada ambaye alinipapasa kifua. Nikamwambia kwamba vipi twende hotelini nakupa 100,000. Nilimwambia moja kwa moja. Leo sikuwa hata na muda wa kuanza kubembeleza. Ni pointi kubali kataa imeisha. Yule dada alikubali haraka sana. Tulielekea kwenye gari langu kisha tukaenda hoteli ambayo ilikuwa karibu na kwangu. Nilifika na kulipia chumba kisha tukaelekea huko. Nilijaribu kumshika kiuno lakini nilijionea kinyaa mwenyewe. Kwanza tulifika afu mwenyewe hata sikuwa na muda kupoteza. Nilimparamia tu mdada watu. Sijui hata ile show nilipigaje tu, lakini yani ni kati ya show mbovu nilizowahi kufanya. Kwanza hata sikufurahia chochote. Unajua kuna muda hadi ilibidi yani nivute hisia za Eden ili niweze kuficha aibu yangu na kumaliza. Niliona ngoja nitumie njia. Najua ni njia ambayo pia inafanywa na wengi. Unakuwa na mtu inabidi uvute picha ya mtu mwingine ndio uweke pale kama hauna hisia na huyo mtu. So mimi nilimpatia yule dada ile yake na akavaa nguo akaondoka. Pamoja na yote hayo lakini bado yani sijata nikwambia yani bado hakuna nilichosaidia. Niliona ngoja tu niingie bafuni na kuoga. Nirudi nyumbani na kushangaa kumkuta Rose akinisubiri. Aliponiona aliachata basamu akasema ya kwamba nilikuwa nataka nikupigie kwa sababu surprise imekaribia kunitokea puani. Alisema kwa furaha. Nilimtazama kwa tabasamu lakini kweli nitamani kubaki mwenyewe. Yani unajua kuna time fulani hivi yani hata una hata hamna haya mambo unataka tu ubaki yani mwenyewe tu akili itulie. Nilifika na kufungua mlango kisha nikaingia ndani na akanifuata. Nilikuwa nisijamsemesha chochote mpaka sasa. Basi akasema kwamba hebu alisema sasa akinigeuza kichwa changu. Hii ni nini? Umetoka wapi Andrew? Ulikuwa na mwanamke mwingine si ndio? Aliuliza kwa hasira. Msikilizaji, yani unajua nimeshachoka na kelele. Kwanza nilienda kujitupa kwenye kochi nikamwambia kwamba Rosie, nilikuwa nahitaji kupunguza mawazo. Kupunguza mawazo? Yani kweli ulishindwa kunisubiri hadi jioni wakati wewe mwenyewe kabisa ndio uliniambia nije leo? Ukashindwa kabisa kunisubiri kweli? Rosie, sikujua ninahitaji kuripoti kwako kabla sijalala na mtu. Sikujua kama tupo kwenye mahusiano kwamba siruhusiwi kuonana na watu wengine. Hatupo kwenye mahusiano ndio, lakini basi usituchanganye siku moja Andrew. Hivi ulishindwa nini kuniambia sasa nisije? Alisema kwa hasira. Mimi hata msikilizaji sikumbuki kuzungumza naye hilo yani. Eden amenivurugia kila kitu. Kila kitu. Kwanza nilitulia na kufunga macho nikiwaza kitu cha kumjibu ili sasa aondoke. Hivi kwa nini tusifanye hivi? Wewe nenda nyumbani alafu tuonane kesho jioni. Yani nimekuja kwako alafu unanifukuza. Kweli Andrew? Sasa mimi nifanyeje Rosie? Umesema mimi nakuchanganya na kuambia tuonane kesho unasema nakufukuza. Okay, unataka nifanyeje? Unajua kwa mtu ambaye hatupo kwenye mahusiano. Yani unaniendesha sana Rosie. Hebu naomba usinichukulie upole wangu basi na ukarimu ukaniona kwamba mimi ni zoba. Sawa? Amua mwenyewe. Kama unalala, kaoge ulale. Na kama unaenda kwa heri, tutaonana kesho kutaka. Msikilizaji, nifoka na kuelekea jikoni. Niliweka kahawa jikoni. Yani hata ile pombe ni kama imeisha kichwani. Nilikaa sebuleni huku sasa nikinywa kahawa yangu na kupanga wiki yangu inayofuata. Nilipoenda chumbani nilimkuta Rosie ameshajifunika kitandani. Nilienda kuoga kisha nikapanda kitandani na kulala. Sasa kesho yake asubuhi Rosie alinichokoza na hatimaye akapata alichokitaka kabla hajaenda kazini. Japokuwa mimi sikufurahia chochote. Yani ni kama vile Eden aliondoka na furaha yangu. Kwa hiyo badala yake nilijitupa kwenye kazi. Kazi ndio kitu pekee kilichoweza kuniondolea mawazo kuhusu Eden. Wiki nzima niliingia kazini mapema na kutoka usiku sana. Nilifika nyumbani na kuoga na kulala.
Ilipofika Jumamosi ambayo sasa ni siku ya mapumziko, nilitamani kwenda kazini lakini sasa kulikuwa kuna marekebisho. Hivyo ilibidi sana nijiweke busy nyumbani. Baada ya usafi, nilianza kufanya kazi kwenye kompyuta yangu. Akili yangu ilinirudisha kwa Eden na nijikuta tu nikitamani kujua yuko wapi na anafanya nini. Basi nilifungua ile site yangu ili kuangalia location ya simu yake. Nilihisi labda programu yangu haiko vizuri, hivyo nilifunga na kuifungua tena mara kadhaa, lakini jibu lilibaki vile vile. Eden yupo Zanzibar. Atakuwa na nani? Labda atakuwa ameenda na rafiki yake. So wakati huu nilijilaumu kutokuwa na namba za rafiki yake. Ningempigia kujua kuhusu yeye. Lakini nikakumbuka nina uwezo wa kudukua simu yake. Niliingia WhatsApp na kuangalia mawasiliano na rafiki yake Jenny. Niliona Eden akimwambia Jenny kuwa James anamdekeza sana. Oya, nilifunga haraka msikilizaji kwa sababu nilihisi kama moyo wangu unaweza kupasuka. James? Kwa hiyo ina maana Eden hakuwa serious ile siku. Kweli wiki moja tu ameshaenda kwa mwanamume mwingine na wanasafiri kabisa. Ina maana mimi ni mrahisi kusahau hivyo. Kwanza, kama utakuwa na kumbukumbu msikilizaji, ilikuwa ni Zara. Sasa hivi ni Eden ambaye hajamaliza hata wiki. Nilifunga kila kitu huku moyo wangu ukiuma sana. Nilienda chumbani na kuchukua begi langu la mazoezi. Kisha nikaenda kwa Babu Mike. Nilihitaji kutoa hizi hasira na uchungu na maumivu. Babu Mike aliponiona tu tabasamu kidogo. Akaniuliza kwamba boxing? Nikasema ndio. Nilimjibu. Alimpeka kwenye eneo lililojitenga kisha akanisaidia kufunga bandage kwenye mikono yangu kabla sijavaa gloves na kuanza kupigana na lile begi lile mfuko la kupigia ngumi mazoezi nini ambalo lilikuwa limening'inizwa. Yaani unajua nilienda hadi mpaka nikahisi kama mwili wangu hauwezi tena. Ndipo nikaenda kuoga. Misuli ya mikono na miguu ilikuwa inauma, lakini ni bora kusikia hayo maumivu kuliko nilivyokuwa najisikia masaa kadhaa yaliyopita. Nilitoka na kuagana na Babu Mike kisha nikaelekea kwenye gari. Nilipokaa tu ujumbe wa Rose uliingia kwenye simu yangu akiniuliza tutakutana muda gani. Nilimjibu ya kwamba haitawezekana kwa sababu baba ameniita jioni, lakini kweli mimi sikuwa na popote pa kwenda msikilizaji. Sikuwa tu na hamu ya kumuona Rose wala hamu ya kuonana na mwanamke yote. Niliwasha gari langu na kuanza safari ya kwenda nyumbani. Nijikuta nikiishia kuzunguka maeneo kadhaa ili kupunguza mawazo. Baada ya kuona hamna nafuu, niliamua tu kwenda nyumbani. Nilipokamata tu barabara ya nyumbani, simu yangu iliita. Nilitaka nipotezee nikidhani ni Rose, lakini niliona jina la Laurent likitokea. Niliacha tabasamu kubwa na kupokea simu sasa nikiweka sauti kubwa ili niweze kuendesha sasa naongea. Hey kijana wa Mweka, Laurent Mweka, niambie. Andrew Masesa Junior. Niambie bro, uko wapi? Mimi ndo nimeingia town. Bora yani leo nilikuwa hata sielewi nifanye nini. Una ratiba gani kwa sasa hivi? Mimi sina, ndo nakusikiliza wewe. Naona nikiendelea kukaa hapa nyumbani mimi naweza nikampasua Lorena hapa sasa hivi. Kwani amekufanyaje tena? Lorena bana anazingua bana. Sema tuachane naye, nipange mwanangu. Sielewi, labda uje nyumbani sababu sina hamu ya kutoka kabisa leo. Sawa, haina shida. Si unajua hata mimi mwenyewe sipendi kelele. Poa basi, hapa fresh. Na kutumia location uje na vinywaji, sina pombe kwangu. Nilimwambia hivyo na kumsikia akicheka sana. Basi tuliagana kisha akakata simu. Nilishusha pumzi nikitabasamu kidogo. Nikajiambia kwamba hapa sasa nimeshapata kitu cha kufanya jioni ya leo. Mimi nilishuka na kuelekea ndani. Nijitupa kwenye kochi na kuanza kuseti mitambo yangu kwa ajili ya game. Ni kitambo sana sijazichapa, lakini hii ndio desturi yangu na Laurent. Niliweka kila kitu vizuri kisha nikaangalia simu yangu ambayo ilikuwa na ujumbe wa Rose akiniuliza kama kesho nitakuwa nimerudi ili tuweze kuonana. Niliamua kutokumjibu na kuendelea na mambo yangu. Kweli haikupita muda, Lau alifika. Nilipomfungulia tulisalimiana kisha nikamkaribisha ndani. Salamu akasema kwamba bro, salute sana mwanangu, umeshajiweka vizuri kabisa. Amna bwana, mdogo tu. Tezo lako unajichukuliaga poa sana. Basi Lau aliniambia hivyo. Nilicheka na kuamua kubadili mada. Vinywaji viko wapi? Unajua nimefika dukani mwanangu, nikata sielewi unatumia nini. Kwa hiyo nikaona bora nije tu kuuliza mwenyewe. Kwa hiyo sasa nikishakwambia utarudi kuchukua ama?
Hamna bana, mimi nitawapigia wataniletea, wamenipa namba zao. Lau alisema huku sasa akipekua simu yake. Tukaamua kuweka oda ya kila kitu, yani chakula na vinywaji, sababu hata hatakuwa na chakula. Alafu story sasa zikaanza. Niambie lover boy, mambo yako ni vipi? Umeshamaliza wangapi mwanangu? Kumaliza kivipi? Sasa sikumaliza kwa kualiza. Umeshawaliza wangapi? Yani kati ya mimi na wewe nani anaumiza watu? Unataka nianze kutaja orodha yako? Basi ameisha kaka. Lau alisema huku sasa akicheka. Muda huo chakula na vinywaji vilifika. Baada ya kuweka kila kitu vizuri, tulianza sakula sasa tukipiga story. Hapo kwenye mada ya kuumizwa, nimekutana na Zara bwana wiki kadhaa zilizopita. Laurent aliacha kwanza kula na kunigeukia. Akauliza kwamba yani unamwongelea yule nyoka ninayemjua mimi ama? Nilienda kwenye kikao nikakuta yeye yuko kwenye timu ya wanasheria wa hiyo kampuni iliyotupatia tenda. Na hiyo sio shida kwa sababu sisi sio milima, lazima tukutane tu, lakini cha ajabu Zara ameolewa mwaka sasa. Yani bro, unajua kuna watu wengine mwanangu sijui ni wameumbwa tu ni kwa kutumia nini. Mimi sidhani kama ulitumika udongo huu wa kawaida. Yani hao mashetani mwanangu, unajua mimi natamanigi hata Mungu angeamua tu hata kuwachukua tu. Laurent alilalamika. Lau msikilizaji hapendi wasaliti kabisa. Lau anachukia wasaliti kinoma na tangu familia yake ivurugwe. Yani kwa hii yani hataki kabisa kusikia hilo jambo. Hata kama wewe ni rafiki yake, akijua umemsaliti, urafiki wenu upo hatarini kupotea. Unajua bahati nzuri au mbaya, sisi sio Mungu sasa. Kwa hiyo watu kama Zara wanapata nafasi ya kuwepo. Na bahati nzuri Mungu pamoja na kuumba wabaya, aliumba watu wazuri pia kama Aston. Yaani hujui tu mwanangu. Yaani kila wakati mwanangu mimi nikija yani namkuta mamangu ana furaha, amenenepa, na nyakati kama hizo yani ndo ninaelewa wale wanaosema kila kitu kinatokea kwa sababu. Anyway, Uncle Aston hajambo. Yuko poa sana ule mzee bwana, mstaarabu nini? Hana makuu na aliniokoa na aibu kwenye birthday ya baba na pacha wake. Jambo kabisa mwanangu. Kila siku anazidi kuwa kijana tu. Aliokoa kwenye nini kwanza? Msikilizaji, Laurent aliuliza. Nilijuta kuropoka kwa sababu sasa sikujua uongo wa kusema, na pili najua siwezi kusema kuhusu mimi na Eden. Kwanza hakuna chochote cha kusema kilichotokea. Kilichotokea ni bahati mbaya, tunakiwezi kujirudia. Eden ameshampata James wake, kwa hiyo maisha yanaenda vizuri. Andrew, sinaongea nawe mwanangu? Si alinisaidia kutoroka bwana. Nilihitaji kuondoka kwa sababu Rose alikuwa akinisubiri na akajitolea kunisaidia. Msikilizaji, sijui hata nilitoa wapi uongo, lakini kuongea kuhusu Rose ni bora zaidi. Sasa Lau akasema kwamba kwa hiyo kuna Rose sasa hivi. Hamna, tuna kampango ketu tu lakini hatuna mahusiano. Lakini ninahisi Rose ameshaanza kulikoroga kwa sababu Sivia ni kila wakati anataka awe na mimi tu. Ikitokea nimelala na mwanamke mwingine ataongea wewe kama vile nimemsaliti. Wakati hayo makubaliano hayapo. Bro umeisha. Bro hapo umeisha ese. Rose ameshazama. Ni bora uachane naye mapema tu. Unajua kwa sasa nimeweka pause kidogo. Nimemweka mbali angalau apate hata muda wa kujifikiria. Akiendelea kuzingua mimi nitamtema ese kwa sababu kichwa changu yani hakipo vizuri kabisa. Mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano. Alafu vipi kuhusu wewe? Mimi nipo tu kama nilivyo kaka. Mimi nimeachana na demu wangu kama siku 3 hivi kabla sijaja huko. Alafu mbona wewe jamaa kila wakati ukija huko lazima uwe single? Kuna demu unamfukuzia nini? Nilimuuliza hivyo. Lau alishtuka kidogo na sikuelewa kilichomfanya ashtuke kabla hajaanza kuongea uongo. Akasema kwamba hamna bro. Ni inatokeaga tu. Msikilizaji, huyu kuna kitu ananificha huyu. Lakini acha nimpe muda, labda atakapokuwa vizuri ataniambia mwenyewe. Kwa hiyo tuliendelea kupiga story huku sasa tukicheza game hadi giza likaingia. Tulipokuja kushtuka tena ilikuwa ni saa 8 usiku tu na njaa kinoma na hakuna sehemu tunapoweza kupata chakula. Tukaishia kukaanga mayai tu na kula kisha tukalala. Na ile ndio ilikuwa kati ya siku niliyokuwa na furaha sana. Wiki iliyofuata niliendelea na upoke wangu.
Kila siku ilikuwa ni ndefu kuliko kawaida, lakini ninachojipongeza ni kuwa niliweza kujizuia kujua kuhusu Eden. Rose alinisumbua karibia kila siku ya ile wiki, lakini mimi sikutaka kuonana naye. Kila siku nilimpa sababu hadi siku nyingine ilibidi sasa nikae tu ofisini hadi usiku sana ili tu siku ipite. Ilikuwa ni Ijumaa, nimechoka, niko kwenye foleni ya kizembe tu iliyosababishwa na gari iliyoharibika katikati ya barabara. Rose alinipigia, na leo sikuwa hata na uongo. Nadhani nimeshatumia kila uongo nilionao, hivyo acha tu nimsikie. Basi Rose akasema ya kwamba Andrew, nimekukosea nini baba? Hamna tatizo Rose, kwa nini unasema hivyo? Hivyo nadhani unavyonifanyia ni sahihi Andrew. Rose, nisamehe mama, lakini nimekuwa busy sana hii wiki. Okay, uko wapi? Mimi na surprise yako leo. Niko njiani naelekea nyumbani. Sawa, nitakuja huko. See you soon. Alisema na kukata simu. Nilishusha pumzi na kurudisha akili yangu barabarani. Nusu saa baadaye niliingia nyumbani nikiwa nimechoka zaidi. Nilimwona Rose akinisubiri kwa furaha. Alikuwa amevaa koti refu, ni jeusi na amefunga mkanda tumboni. Alikuja mbio na kunikumbatia. Inaonekana amenimisi sana kwa sababu alivamia midomo yangu na kunichumu muda mrefu sana. Twende kaoge na ubadili nguo. Kuna mahali pa pekee sana nataka nikupeleke leo. Aliniambia kwa shauku kubwa. Alichukua mkono wangu huku sasa akinivuta hadi ndani. Nilipitiliza hadi bafuni, nilipotoka nilikuta ameshaniandalia nguo za kuvaa. Vipi? Unasikia njaa? Tupitie mahali tupate chakula au tuagize pale chini? Tuagize tu. Nilimwambia ili kufupisha mizunguko. Kweli dakika chache baadaye tulikuwa tukila huku Rozi akiongea kama redio pembeni yangu. Baada ya kula tulitoka na kuondoka na gari langu. Japokuwa Rozi ndo alikuwa akiliendesha, nilisema ya kwamba strip club sikujua kama zipo Arusha ese. Nilisema hivyo nikishangaa, lakini sikuwa na hamu yoyote ile. Unajua kila kitu kipo Arusha mpenzi, ni wewe tu kujua maeneo, alisema na kunifanya nitabasamu kidogo. Mimi sina hamu ya kuona wanawake wakicheza uchi Rozi. Bwana, hautaona wanawake, utaniona mimi. Uzuri wa hii klabu kuna same private. Kwa hiyo twende haraka kwa sababu nimeshafanya booking. Rozi alisema kusasa akishuka. Nilichukua funguo kutoka kwake na kufunga gari, kisha nikafuatana naye. Tulipanda juu kabisa ambapo huku hakukuwa na fujo. Kulikuwa na masofa mazuri, kila upande amejitenga. Unaweza kuwaona wengine lakini hawawezi hawawezi kukusikia. Mimi nilikaa kwenye lile sofa na kurelax kabisa, nikimtazama Rozi aliyesimama mbele yangu kwa ujasiri sana. Alinama na kunichumu kisha akainuka na kufungua koti lake na kuiruhusu lianguke. Kuanguka kwa koti, alibakiwa na nguo ambazo zenyewe zinastahili ziwe ni za ndani. Mimi nilibugia ile glasi ya whisky baada ya kuona kwamba sasa naona ni kama sasa mambo yanataka kupanda. Rozi alianza kucheza huku sasa akija sasa ni kunichumu nini na kuchukua muda. Mimi nilikuwa unajua ni ile sasa sijui nikwambeje. Mambo alikuwa ni 5G. Kwanza Rozi alicheza kidogo akawa kama vile amekumbuka kitu. Alinichumu na kuniambia nimsubiri kisha akavaa koti lake na kutoka. Nilianza kushangaa watu wengine baada ya kubaki mwenyewe. Kwenye kona niliona mwanamke mmoja hivi akikata kiuno huku akiwa sasa ni kama amekaa juu ya mtu. Alikuwa amenipa mgongo, kwa hiyo mimi sikuweza kumuona vizuri, lakini nilihisi ni kama namjua. Kweli Mungu si athumani. Yule mwanamke aliinua kichwa chake tena sasa ni kama alikuwa na sound fulani hivi baada yule mwanaume sasa kuanza kumchumu pande za shingo. Kwa hiyo sijui hata ni wakati gani mimi niliinuka na kwenda kumvuta huyo mwanamke. Sasa msikilizaji, niambie huyu mwanamke ni nani? Tuishie hapa kwa siku ya leo msikilizaji. Tutakapokuja sasa kukutana hapa, tutajua huyu mwanamke ambaye Andrew ameona anahisi kama anamjua. Lakini huyo mwanamke maeneo aliyokuwa hapo alikuwa anatoa game ya kibabe. Sasa jamaa unaambiwa aliinuka na akaenda kumfuata huyo mwanamke. Sasa ni nani? Tukutane sehemu inayofuata. Bunge moja la story. Mtayarishaji dada yetu Chuchu, nami niliyekusimulia ni Lucas Lumbas. Kwa mapenzi yake na neema yake Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu ya 4. God be with you till we meet again. Bye bye.